Kuna wahubiri wengi na wengine hudhani ya kwamba Uislamu umetokana na mtu anaitwa Ismail, mtoto wa Ibrahim. Lakini uhalisia ni kwamba Ismaili hajui Uislamu. Ismaili hajui Uislamu na Uislamu haukutoka kwa Ismaili hata kidogo. Hata kidogo. Unajua wale ambao wanaunganisha Uislamu na Ismaili wanasemea kutoka kwa watu wawili, Isaka na Ismaili, Uislamu upatikane kwa Ismaili alafu Kristo upatikane kwa Isaka. Lakini ngoja nikuonyeshe, hauna uhusiano kabisa. Kwanza Uislamu ni lazima uelewe ni nini, lakini nimekuwa nikizidi tukifundishana ya kwamba Uislamu si kunyenyekea tu. Uislamu ni zaidi, na Uislamu ni uhusiano na Muhammad. Kwa hivyo Uislamu kwanza naomba uweze kutofautisha kati ya Muislamu na Muarabu. Muislamu na Muarabu ni watu wawili tofauti. Wakati Uislamu unakuja, Waarabu walikuwepo na walikuwa na dini zao. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja. Nitakusomea kwenye kitabu hapa kinaitwa Al-Maktum ukurasa wa 52. Mara moja hapa ukurasa wa 52 nikuonyeshe utofauti. Ndio unaona watu wengine wanadhani Waarabu ndio Waislamu, na kuna Waislamu ambao si Waarabu, lakini pia kuna Waarabu sio Waislamu mpaka leo. Si Waarabu wote ni Waislamu. Hapana. Sasa anasema hivi katika ukurasa huu wa 52, anasema Uislamu ulipodhihiri uliwakuta Waarabu wakiamini dini hizi. Kwa hivyo kumbe kulikuwa kuna dini zao. Ndio naona Muhammad alipokuja katika Al-Kaaba kulikuwa kuna Al-Kaaba ni sehemu ambapo ndio kuna msikiti mkuu, ambapo sasa wakati wakienda kufanya ibada hapo walikuwa wakifanya maibada, na alikuta masanamu hapo ndani humo. Yalikutwa masanamu yakiwa 360 huko ndani. Kwa hivyo hawa watu walikuwa wakiabudu miungu na walikuwa na imani zao. Lakini Uislamu ulipokuja sasa, maana yake amekuja nao Muhammad ndio kaanzisha Uislamu. Uislamu umekuja na Muhammad. Nyuma ya Muhammad hakukuwa na Uislamu. Ismaili hajui Uislamu, Ibrahimu hajui Uislamu, wala Adamu. Hawa wote hawajui Uislamu ni kitu gani. Lakini kingine sasa, Ismaili ni nani? Ngoja kwanza tumalizie hapo Ismaili na uhusiano wake. Ismaili ana uhusiano na Uarabu. Yaani Waarabu wote chimbuko lao, baba yao ni mtu anaitwa Ismaili. Waarabu sio Waislamu, Waarabu. Ndio unakuta kuna Waislamu leo wako huku, lakini wao watakuwa ni mandugu tu kwa imani na Waarabu, lakini kwa nasaba. Ngoja nikusomee kitabu kingine. Hichi kitabu kinaitwa Historia ya Mtume Muhammad. Historia ya Mtume Muhammad, ninaomba uone hapa. Ninaona uone. Usije ukazidi kuchanganya hata wewe na kesho na kesho kutwa. Na kusomea hapa ni ukurasa tu wa kwanza. Anasema hivi. Anasema Ismaili ni nani? Anasema juu hapa ameanza na kutupatia majina ya Muhammad ni bin nani, lakini chini anasema hivi, nasaba ya mtume Muhammadi yafika kwa nabii Ismaili mwana wa nabii Ibrahim. Tutasikiliza hii pointi ya mwisho. Anasema nabii Ismaili ndiye babu wa Waarabu, si Waislamu, Waarabu. Kwa hivyo Waarabu wote wa kwanza wake ni Ismaili. Ndio unaona katika Biblia hakuna Uislamu, haujatajwa Uislamu katika Biblia, lakini wametajwa Waarabu. Nitakupa haya kadhaa na mfano nikupatie. Kuna katika kitabu cha Isaya, Mungu akitoa maonyo yake alikuwa akitoa katika mataifa mbalimbali, hata Arabu ametoa pia. Lakini katika Matendo ya Mitume vile vile sura ya 2 utakuja kuona kuna Waarabu. Siku ile ya Pentekoste wamekuja Waarabu, walikuja pia. Waarabu sio Uislamu. Ngoja nikusomee hapa. Ndio tutakuja tuone katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ni ya 2. Matendo ya Mitume sura yake ni ya 2. Tunaanzia hapa. Mstari wa kwanza tu anasema hata ilipotimia siku ya Pentecost walikuwa wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo.
upepo wa nguvu ukienda kasi ukajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Sasa sikiliza, walipoketi, mstari wa 5 unakuja kutuambia kisa hapa. Kuna watu wakaanza kukusanyika. Walivyokusanyika ni kina nani walikusanyika? Ninaomba tuweze kwenda moja kwa moja mstari wa 11. Anasema Frigia na Pamfilia na Misri pande zote za Libya, hawa wote mstari huu wa 10, na Libya wote walikuja, karibu na Kirene wote walikuja, na wageni watokao Rumi wao walikuja, Wayahudi nao walikuja, na waongofu wakaja. 11 sasa anasema Wakrete na Waarabu. Unaona kuna Waarabu walikuwa wapo hapa. Uislamu haujaanza hapa, Uislamu haujaanza hapa, Uislamu haujaanza. Kwa sababu gani? Uislamu umeanza katika karne baadaye, hata baada ya Kristo, na nitakusomea kitabu kingine hapa. Uislamu umeanza mwaka wa 610 ukianzishwa na Mtume. Kwa hivyo kabla yake Ismaili hakuwa na Ukristo. Ibada zilizokuwepo ni mbili, aidha kumwabudu Mungu, lakini pia kuabudu sasa miungu. Alichokuja kusema Muhammad ni kuwarudisha, ni kutoa yale masanamu yalikuwa hapo ndani, lakini pia na kuanzisha sasa Uislamu, na Uislamu ni kumkubali Muhammad, kwamba Mungu ni mmoja, lakini Muhammad ndiye mtume wake. Ndio unaona katika shahada, sehemu mbili ya shahada, ya pili ni hiyo. Sasa anasema hivi katika ukurasa wa 43, nasoma hichi kitabu kinaitwa Ubora wa Siku ya Ijumaa, ukurasa wa 43, anasema dini ya Uislamu imeanzishwa na Mtume Muhammad mnamo mwaka wa 610 BK baada ya Kristo. Ndio hapo ambapo alianza. Akiwa wapi? Ndio unaona anasema wakati ambapo Muhammad alijitenga kwa ajili ya kufanya ibada ya faragha katika pango la mlima Hira huko Maka mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo alipokuwa huko ndipo chanzo, na tulikusha kuona siku kadhaa katika masomo mengine, utakuta kwamba baada ya kutoka pale ndipo alipokutana, aliporudi kwa mke wake Hadija, na prosesi nyingine ya utume wake ukaanza. Ndipo hapo baada ya kitambo kidogo akaanza kulingania watu kuingia kwenye Uislamu. Ndio hapo Uislamu ulipoanza, lakini nyuma ya hapo Ismaili hakuwa kabisa na Uislamu. Sasa ninaomba uweze kuona Mtume Muhammad katumwa. Alitumwa kwa hawa Waarabu. Ukisoma katika Qur'an sura yake 34 inakuja kutuelezea ya kwamba kumbe kulikuwa hakuna mwonyaji aliyetumwa kabla ya Muhammad. Hakukuwa na mwonyaji. Tusome 34 Qur'an. Tusome 34 Qur'an sura yake ya 34 mstari wake ni 44. Imeandikwaje? Nasema wala hawa Waarabu hatukuwapa vitabu kabla ya kitabu hiki wakawa wanavisoma, wala hatukuwapelekea mwonyaji kabla yako. Kwa hivyo Muhammad ndio akawa ni mwonyaji wa kwanza kwa Waarabu, ambao hao Waarabu ndio waliokuwa kizazi cha Ismaili. Kwa hivyo katika ibada yao yote wale walikuwa wakiabudu miungu na masanamu, walikuwa hawajapelekewa mwonyaji mpaka Muhammad alipokuja kutumwa, kwa mujibu wa hii aya. Kwa hivyo hakuna kuweka Ismaili kumweka kwenye Uislamu, hakuna kabisa. Uislamu umetokana na nani? Na Muhammad. Lakini tutakachokubaliana na vitabu vinavyokubali ni kwamba Muhammad ndiye aliyeleta Uislamu, ila nyuma ya Muhammad Waarabu chanzo chake ndio Ismaili. Kwa hivyo Ismaili tutamweka katika kuwa yeye ni babu wa Waarabu wote. Ukisoma katika Qur'an vile vile, ndio nikakwambia mwanzoni kwamba si kila Waarabu wote ni Waislamu. Hapana, kuna ambao si Waislamu, na kuna aya katika Qur'an inawataja Waarabu wengine kuwa makafiri, si tu watu ambao wako huku. Tusome katika sura ya pili, sura Balak. Tusome hii katika sura ya pili aya ya 113, aya ya 113. Ndio utaona hapo kuna wale wanatajwa pia hapo kuwa ni makafiri wa Kiarabu. Nasoma, na hivi ndivyo wale wasiojua, kwenye mabano ikatajwa makafiri wa Kiarabu. Kumbe kuna makafiri wa Kiarabu, kuna Waarabu wale hawaja ukubali Uislamu, wakalinganiwa au hawajalinganiwa na wakakataa. Kwa hivyo wapo na wao bado huwezi kuwatoa katika nasaba ya Ismaili, lakini Ismaili hawezi kuingizwa katika Uislamu.